Wa marehemu Padre Paulo Nsekela Mboje Sabuni. Kuzaliwa. Padre Paulo Nsekela Mboje Sabuni alizaliwa tarehe 17 Juni 1983 katika wilaya Bariadi wa Shinyanga, kwa sasa mkoa wa Simiyu, akiwa ni mtoto wa pili kati ya watoto 11 wa baba Steven Nsulwa Sabuni na mama Loisia Tuma Mpiga. Elimu. Padre Paulo Nsekela Mboje Sabuni alipata elimu ya msingi kuanzia mwaka 1992 hadi 1998 katika shule ya msingi Amana Ilala, Msimbazi Boys na Mlimani Chuo Kikuu. Alipata elimu yake ya sekondari kidato cha kwanza hadi cha 4 katika sekondari ya Makongo, Dar es Salaam mwaka 1999 hadi mwaka 2002. Mwaka 2003 hadi 2005 alisoma kidato cha 5 na cha 6 katika seminari ya Nyegezi jijini Mwanza. Alijiunga na nyumba ya malezi ya upadri ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam iliyokuwa Mtongani Kunduchi mwaka 2005 hadi 2006. Alijiunga na seminari kuu ya Kibosho Moshi kwa masomo ya falsafa kuanzia mwaka 2006 hadi mwaka 2009 alipohitimu. Alijiunga na seminari kuu ya Kiparapara kwa masomo ya teolojia kuanzia mwaka 2009 hadi mwaka 2013 alipohitimu, na kuendelea na mwaka wa uchungaji mwaka 2013, yaani Julai Disemba waskufuni Masaki hadi mwaka 2014, Januari Juni parokia Makongo Juu akiwa shemasi. Sakramenti. Padre Paulo Nsekela Mboje Sabuni alibatizwa tarehe 23 Mei 1986 katika parokia ya Kilulu, Bariadi, jimbo la Shinyanga, kwa sasa jimbo jipya la Bariadi. Alipata sakramenti ya Ekaristi Takatifu komunio ya kwanza tarehe 1 Oktoba 1995 katika parokia ya Bikira Maria Mama wa Fatima Msimbazi, jimbo kuu la Dar es Salaam. Alipata sakramenti ya kipaimara tarehe 21 Novemba 1998 katika parokia ya Chuo Kikuu Dar es Salaam. Alipewa daraja takatifu ya ushemasi tarehe 6 Januari 2014 takula Mtakatifu Yosefu iliyotolewa na Mhashamu aliyekuwa askofu msaidizi wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Alipewa daraja takatifu ya upale tarehe 7 Julai 2014 katika viwanja vya Msimbazi Center iliyotolewa na Mhashamu Titus Mdoe aliyekuwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Alikuwa askofu msaidizi wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Utume. Padre Paulo Nsekela Mboje Sabuni alianza majukumu yake kama kasisi katika parokia ya Mivumoni kama paroko msaidizi mwaka 2014 hadi 2016. Mnamo mwaka 2016 hadi 2017 alihudumu kama paroko msaidizi katika parokia ya Tabata. Mwaka 2017 hadi 2018 alihudumu kama paroko msaidizi katika parokia ya Magomeni. Mwaka 2018 hadi 2021 alihudumu kama paroko msaidizi katika parokia ya Manzese. Mwaka 2021 hadi mwaka 2023 katika parokia ya Kitunda. Na mwaka 2023 hadi alipofikwa na mauti tarehe 30 Januari 2026 alikuwa akihudumu kama paroko wa parokia ya Mtakatifu Ambrose IPTL. Ugonjwa na kifo. Padre Paulo Nsekela Mboje Sabuni amekuwa akisumbuliwa na kifua muda mrefu tangu mwezi Aprili mwaka 2025, ambapo hapo mwezi Juni alipogundulika kuwa na kansa ya mapafu na kupata matibabu katika hospitali ya Apollo nchini India, na hatimaye hapa nyumbani Tanzania katika hospitali ya taifa Muhimbili, na baadaye katika hospitali ya Aga Khan jijini Dar es Salaam mpaka umauti ulipomkuta tarehe 30 Januari 2026 saa 10:31 alfajiri. Shukrani.
Shukrani za dhati ziwafikie madaktari na wauguzi wote India, Muhimbili na Aga Khan Hospital. Shukrani za dhati kwa uongozi wa jimbo, Mhashamu sana Askofu Mkuu Jude Thaddeus Ruwa'ichi OFM Cap na Mhashamu Askofu Msaidizi Henry Mchamungu kwa kufuatilia na kugharamia matibabu ya mpendwa wetu. Kwa namna ya pekee shukrani ziwafikie pia wale waliomuuguza marehemu kwa namna ya karibu sana, akiwemo Padre Aidan Mubezi, mwanadarasa wake, pamoja na mapadi wote wa kundi lake la upadrisho kwa mshikamano wa pekee wa dhati na wa kuigwa. Shukrani kwa wanaporokia Mtakatifu Ambrose IPTL wakiongozwa na paroko msaidizi Padre Emmanuel Mbuya kwa kuwa bega kwa bega na marehemu wakati wa ugonjwa wake kwa kugharamia na kumhudumia katika matibabu yake. Shukrani pia kwa wadogo zake waliomuuguza kwa karibu sana ambao ni ndugu Amos Sabuni na Victoria Sabuni. Mungu awabariki sana. Shukrani ziwafikie wote wenye mapenzi mema ambao kwa kweli walimtia moyo sana ndugu yetu marehemu Padre Paulo Sabuni wakati wa ugonjwa wake. Tutamkumbuka Padre Sabuni daima katika karama za pekee zifuatazo. Kwanza, moyo wa kujituma na uchapakazi. Hata alipokuwa mgonjwa bado aliwaza kazi na kuendelea kutoa maelekezo. 2, moyo kata tamaa na kuwapenda watu. 3, tutamkumbuka pia kwa namna ya pekee kwa kupenda utume. 4, alipenda sana kuinjilisha kwa njia ya mtandao hususani katika YouTube. 5, aliuthamini upadri wake na kuhudumia watu kama watoto wake wa kiroho. Alipenda kuwaita wanangu. 6, alikuwa mtu wa kutoa msaada wa hali na mali na hata kuna vijana aliwatafutia kazi. 7, alikuwa mtoaji mzuri sana wa semina. Hakika alijua kulitawala jukwaa wakati akiwa anafundisha. 8, ucheshi na uchangamfu, hasa tukikumbuka msemo wake aliopenda sana kutumia parokiani kwake IPTL: inakuwaje? Ishakuwa, sasa timiza wajibu wako. Raha milele umpe Bwana. Sabuni apumzike kwa amani. Tunashukuru kwa wasifu huo, na sasa tusikilize sala.